Habari kubwa nchini Tanzania kwa sasa ni uteuzi wa naibu waziri wa elimu Wanu Hafidh, mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na uteuzi huu uliogusa vichwa vya habari katika vyombo mbalimbali vya habari. Sasa makala hii inaeleza kwa nini ama ni sababu gani zinaweza kupelekea ama zimepelekea Wanu Hafidh ateuliwe. Lakini pia tutaangazia yale ambayo yanayosemwa na watu wengine. Wakosoaji mbalimbali wanaibuka na kudai kilichofanyika pengine ni upendeleo. Lakini tunakwenda kuangalia kwa jicho la ndani kabisa, kuangalia pengine hoja ambazo zinaweza zikawa zimesababisha uteuzi huu. Rais kuteua mtoto wake kuwa waziri katika nchi ya Tanzania, hii ni mara ya kwanza. Lakini duniani viongozi wenye cheo cha kuwa rais kuteua watoto wao kuwa mawaziri ama vyeo fulani si mara ya kwanza. Rwanda, Paul Kagame alimteua binti yake Ange Kagame na kumpa nafasi. Marekani, rais wa Marekani John Kennedy alimchagua kaka yake Robert H. Kennedy, alimteua. Marekani hiyo rais John Adams alimchagua mwanae John Quincy Adams, akampa uteuzi mkubwa kabisa. Sasa tutatumia sababu zilizotumiwa na watu hawa kufananisha na kujibu swali letu, kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi huu. Je, tusimame na wakosoaji kwamba huu ni upendeleo ama kuna sababu za ndani? Ongozana nami nikupe sababu moja baada ya nyingine ili uweze kufahamu nini kimejificha nyuma ya pazia kuhusiana na uteuzi huu. Sababu ya kwanza, kulingana kwa hoja hizi nimezichota kwa kuangalia viongozi wengine duniani ambao waliteua watoto wao, waliteua ndugu zao. Kwa nimeangalia walitumia vigezo gani, walitumia hoja gani. Sasa duniani hii moja, kwa hiyo pengine Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na yeye amecheza katika hoja hizo kuweza kumpa uteuzi mwanae. Sababu ya kwanza ni uzoefu. Wanu Hafidh ni mzoefu katika siasa. Amekuwa katika siasa kwa muda mrefu sana. Labda kwa sababu siasa zake alikuwa akizifanyia Zanzibar, alikuwa hafanyii siasa huku Tanzania bara. Lakini ni mzoefu sana katika siasa. Kwanza amechaguliwa kuwa mbunge. Amekuwa mbunge kabla mama yake hajawa rais. Amechaguliwa kuwa mbunge na wananchi kwa kupigiwa kura na wananchi mara mbili. Kwa hiyo ana uzoefu katika siasa. Hiyo ni sababu namba moja. Lakini sababu ya pili, uaminifu, kuaminiana. Sasa katika nchi ya Tanzania hivi sasa tunavyoishi, kuaminiana kunataka kupotea. Bado kupo, lakini kuaminiana kunataka kupotea kwa sababu unashambuliwa na majirani zetu. Majirani zetu wanatushambulia, lakini ndugu zetu waliojificha kwa mabeberu wanatushambulia. Majirani zetu wanatushambulia kwa sababu inayojulikana. Majirani zetu wanahamasisha vurugu katika nchi yetu kwa sababu tumefunga fursa zao. Sisi kuna sifa moja kubwa ambayo wawekezaji wote hukimbilia kwetu badala ya kwenda kwa majirani zetu. Nitatoa mfano. Wewe ni tajiri, una mradi, uko Uingereza. Unataka uwekeze Afrika. Kati ya Kongo na Tanzania utawekeza wapi? Kati ya Kenya na Tanzania utawekeza wapi?
kati ya Rwanda na Tanzania utawekeza wapi? Jibu unalo kichwani, utawekeza Tanzania. Kwa nini? Raia wa Tanzania wanapenda amani. Uwezekano wa kuharibikiwa jambo lako ni mdogo ukiwekeza Tanzania. Sasa hiyo ndio inawatesa majirani zetu. Kwao kulishachafuka. Sasa sisi tuna sifa ya ziada tunapokuwa tunaingia katika zile fursa. Tuna sifa ya ziada. Inatupa fursa nyingi sana. Inatupa utajiri mkubwa. Sasa majirani wanataka tulingane. Ili ile sifa kwamba hapa na sasa pamechafuka pote, unachagua wapi? Kwa hiyo hii ni vita kubwa kabisa ya kiuchumi. Sasa kwa Mheshimiwa Rais kuwa na mtu anayemwamini, angalau mtu mmoja anayemwamini katika baraza la mawaziri, inampa imani. Narudia, kulingana na chokochoko, kulingana na kukosekana kwa kuaminiana kunakosababishwa na majirani zetu, kunakosababishwa na ndugu zetu walioko kwa mabeberu, wanaopewa fedha na mabeberu ili waje watuchanganye, watuvuruge. Inampa imani Mheshimiwa Rais akiwa angalau na mtu mmoja katika baraza la mawaziri anayemwamini kwa 100%. Hoja ya tatu, tunaweza tukaingia katika uzalendo uliotukuka. Kama nilivyosema hapo awali, kuna tishio la adui kutaka kuvuruga amani. Kuna tishio la adui. Jirani yetu wanataka kutuvuruga. Majirani wanataka kutuharibia brandi yetu. Wanataka kutuvurugia amani yetu majirani. Mabeberu wanataka kutuvurugia amani yetu. Ndugu zetu waliojificha kwa mabeberu wanataka kutuvurugia amani yetu. Sasa katika mazingira haya, kiongozi ambaye si mzalendo asingeweka mwanaye katika madaraka. Ni mazingira magumu. Kuna matishio kadhaa. Ni katika mazingira magumu. Lakini pamoja na kwamba ni katika mazingira magumu, anaweka mwanaye pale katika mazingira magumu. Kama angekuwa ni mbinafsi, asingeweka mwanaye. Angepambana mwenyewe. Kwamba maji haya yanaweza yakakorogeka muda wowote, lakini anaweka mwanaye pale akiamini kwamba kazi hii lazima iendelee. Pamoja na chokochoko zinazofanyika, lazima tuhakikishe tunaitetea Tanzania. Lazima tuhakikishe tunailinda Tanzania. Lazima tuhakikishe tunashinda katika hili. Anamweka mwanaye pale. Kwa hivyo tunaweza hata tukasema kwamba katika mazingira haya magumu yeye yuko tayari kufanya kazi na anaweka mtoto wake. Sasa tunaweza tukasema tazama jinsi Samia alivyoipenda Tanzania hata akamtoa mwanaye awatumikie. Huu ni uzalendo uliotukuka. Kamweka katika mazingira magumu, mazingira ya chokochoko, kamweka mwanaye. Sasa lakini hoja kubwa zaidi, hoja ya mwisho ambayo tunaweza tukaiona hapa, ambayo imetumiwa na viongozi wengi sana, tutajiuliza swali wote kwa pamoja. Kuwa mtoto wa kiongozi hakukunyimi haki ya kutumikia nafasi fulani kama una vigezo. Narudia, kuwa mtoto wa kiongozi hakukunyimi haki ya kutumikia nafasi fulani kama una sifa hiyo. Kwa hiyo kinachotakiwa uwe na sifa, kinachotakiwa uwe na uwezo, kinachotakiwa uwe tayari kuwatumikia Watanzania. Kwa hivyo kuwa mtoto wa kiongozi hakukunyimi haki yako ya msingi ya kuwatumikia Watanzania. Haya ni maoni yangu mimi. Nimeulizwa na watu, mwalimu unalionaje hili? Unalieleza vipi? Sasa haya ni maoni yangu mimi. Katika komenti kuna uwanja wa wewe kuweza kutoa maoni yako.
una maoni gani kuhusiana na uteuzi huu? Asante.